Waziri wa fedha katika serikali ya gatuzi la Isiolo, Lukman Ahmed, ameridhia kujitolea kwa serikali ya Gavana Abdi Guyo katika kuwekeza na kuwaunga mkono wanawake, akisema hii ni njia bora ya kukuza uchumi wa kaunti, akisema kuwa kuwezesha wanawake ni nguzo muhimu ya maendeleo kwa kuwa wao ndio wanahusika katika kiwango kikubwa katika shughuli za kila siku za kiuchumi katika familia na jamii. Alizungumza haya wakati wa hafla ya mwisho wa mwaka iliyoandaliwa na kikundi cha wanawake cha VSLA cha Jua Kali Nyeri Nyeri. Sisi Lukman akisema serikali ya kaunti inaelewa vyema wanawake na mahitaji yao, jambo ambalo limezingatiwa kikamilifu katika bajeti ya mwaka wa kifedha 2025-2026. Hakuna kitu kubwa ambaye naamini kama kuinvest kwa mama, kwa sababu tukiinvest kwa mama, statistics ama ile studies ambayo imefanyika inaonyesha kwamba kwa kila dola ama kwa kila shilingi 100 ambayo inawekwa kwa mama, ile mapato ambayo inapatikana ni zaidi kuliko hiyo dola ikiwekwa kwa ama shilingi 100 ikiwekwa kwa wanaume. So wamama, wakati tuna invest kwenu, tuna invest kwa manyumba. Most of the time nina engage na wamama na wanaweza kunieleza shida zao katika nyumbani, na hiyo yote tunaombea Mwenyezi Mungu aweze kuinua ile shida ambayo mnapitia katika jamii yetu, na tunaomba ya kwamba Mwenyezi Mungu aweze kupatia nguvu vijana wetu na wanaume wetu ili waweze kuwashikilia mkono kwa ile kazi ambayo mmefanya iweze kuonekana na iweze kuwa na mapato zaidi. Semeni amin. Amen. Ya tatu, wakati tuna invest kwa mama, atu invest tu kwa income tu peke yake iko generated, hapana. Imeonekana kwamba wakati tunasaidia wamama, tuna invest kwa mama, nyumbani school enrollment inaenda juu. Yaani namba ya watoto ambao wanaenda shule inapanda. Imeonekana kwamba pia wakati tuna invest kwa mama, health ya hiyo nyumba inaenda juu. Ya tatu, pia tukiinvest kwa mama, munarudisha mapato mara 3 zaidi katika economy. So for example, hii town yetu ya Isiolo, the more tukiinvest kwa mama, ni njia moja hakikisha kwamba economy yetu ya Isiolo imeweza kuinuka. So hiyo yote mimi nasema kwa nini? Ni kwa sababu nataka wale wote ambao wako na nia ama wako na resources ya kuweza kusaidia watu, pesa zao zote ama nyingi waweze kuchannel katika kusaidia wamama wetu, kwa sababu the return is a good investment. Wakati unaingia kwa biashara unataka upate mapato, sio? Na mimi nawaambia mkiinvest kwa mama, mapato itakuwa zaidi. Na nyinyi kama group nawapatia kongole kwa sababu mmeweza kufika mwaka moja, na leo ni ile siku ambayo mnaweza kugawana ile mapato ambayo mmepata kwa mwaka moja. Si rahisi, inahitaji subra. Na hiyo subra mmeweza kuonesha. Inamaanisha nini? Mkipatiwa hata zaidi, mnaweza fanya nyingi zaidi, si ndio? So yangu ni kuwapatia kongole sana. Pia akihimiza wanawake katika vikundi mbalimbali kaunti ya Isiolo kuhusisha viongozi wao kila wanapokuwa na shughuli kama hizo, akisema kufanya hivyo ufungua milango ya ushirikiano na msaada zaidi. Uchumi yetu vile nilisema itainuka wakati tutaweza kuinvest kwa mama, school enrollment ya wasichana, health ya wamama, pia mambo ya maternal health na nini. Hiyo yote ni muhimu ambayo tunajaribu kuangazia kama kaunti yetu hii ya Isiolo. Mnajua juzi tulipitisha bajeti mpya baada ya koti iliweza kusema ile bajeti ya mbeleni ilikuwa null and void. Na kwa hii bajeti ambayo tumeweza kupitisha, tumeweza kuhakikisha kwamba tunaweza kuangalia mambo ya wamama wetu. Na inshallah Mungu akitujalia between now na mpaka financial year ikiisha ni June, tunataka kuona ile mipangilio ambao tumeweka imeweza kufaulu na watu wetu wa Isiolo wameweza kufaidika kutokana na rasilimali zile ambazo zinatoka katika hii kaunti yetu ya Isiolo. So hiyo pia mtufanyie dua kwa wingi, kwa sababu pia uongozi si kazi rahisi. Inataka mtufanyie dua kwa wingi, Mwenyezi Mungu aweze kutuongoza sisi sote kutoka governor na viongozi wale wote ambao wako Isiolo, ili waweze kuhudumia wananchi wa Isiolo katika njia ambayo inafaa
na Mungu awapatie busara na hikma ya kuweza kutuliza any conflict ambayo inaweza kuwa baina ya viongozi wetu katika hii kaunti yetu Isiolo. So mimi nikimalizia na washukuru sana. Nimefurahi kukuja hapa leo. Nilisema siwezi kosa, ilibidi nitoke Nairobi leo asubuhi nikuje, kwa sababu nilisema nikikosa hii nitakuwa nimefanya dhuluma kubwa sana kwa mama. Na muendelee kutuhusisha katika mipangilio yenu nyinyi kama wamama. Mbali hata na county, sisi wenyewe, mimi na mjomba wangu Simba, tutajaribu pia njia gani tunaweza kuwasaidia kuwaletea resources kutoka nje ya county, kwa sababu sometimes pia resources ile iko watu wengi sana, inafaa kuhudumia watu wengi na haiwezi kuwa enough for everybody. Lakini I think tutaweza kujadiliana na mjomba yangu hapa Simba, tuangalie ni vipi pia tunaweza kuwasaidia kwa donors ambao wako nje na wako na resources ambayo wanaweza kutuletea sisi kama jamii ya Isiolo na hasa wamama. Muendelee kutuhusisha, muendelee kutupigia simu, muendelee kutuweka on toes, na tunahakikishia kwamba kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa uwezo ile ambao tuko nayo, tutaweza kuwasaidia. Sawa? So mimi nawashukuru sana. Ninawashukuru sana na naomba Mungu awabariki na endelee kubariki ile kazi ambayo mnafanya, na endelee kubariki familia ambayo mnashikilia katika manyumba zetu, na Mungu aongoze vijana wetu na wazee wetu waweze kuwapatia mkono katika hii kazi ambayo mnafanya. Kwa upande wake, wanachama wa kikundi hicho walihudhuria hafla hiyo wakipongeza serikali ya kaunti, hususan waziri wa fedha wa kujitokeza na kusimama nao. Alisema hatua hiyo imeonyesha dhahiri dhamira ya serikali ya kaunti katika kuwezesha wanawake na kutambua mchango wao mkubwa katika kukuza uchumi. Na bado mimi ni overall chair lady president of Labesa. Hivi VSLA ya Nyeri tulianza tarehe 5 Januari 2025. Nilianza na hawa hapa, tulikuwa na Madam Resho. Nimefurahi sana mwalimu umefika, tumetoka mbali pamoja. Nimefurahi sana. Na VSLA inatusaidia sana. VSLA imefikisha wamama mbali. VSLA haina ukabila. VSLA haina mambo na kusema huyu ni dini hii, huyu ni dini hii. VSLA hakuna kusema huyu ni Msomali, huyu ni Mborana, huyu ni Mgabra, huyu ni Msakuye. VSLA ni kitu kimoja na imetufikisha mbali. Na wakati watoto wanashinda kwenda shule, hiyo sanduku inategemea na ile share uliweka. Kama uko na 4,000 unapatiwa mara 3 yake. Unapatiwa cholo 100, alafu watoto wanaenda shule. Mzee kama hana pesa, tunatoa tu hapa, tunasaidia nyumbani. So sisi kama wamama wa VSLA tumefika mbali. Nashukuru wageni, sijawahi ona wageni kama hii. Hata mimi nimeshare out juzi. Nashukuru sana Simba, nashukuru sana minister wetu, karibu sana. For the first time, Safi Estate kukujiwa na mgeni kama Simba na minister wetu. Karibuni sana Safi Estate. Mimi ndio mama wa Safi Estate, mimi ndio Saberia. Nimefurahi sana kuwaona. Jina naitwa Marian Mosman. Mimi ni chialende wa ya Isiolo Njuakale Nyiri. Viongozi leo wametukujia, tumeshukuru. Wametusaidia, wametuitikia wito yetu, tumeshukuru sana. Awacha nichukue kwanza fursa hii kushukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, kwa kuwa na viongozi ya kaunti ya Isiolo na pia vijana wetu na pia Simba yenyewe. Kijana yetu tunakushukuru sana kwa sababu ya kuwa na sisi kila wakati na kutushika mkono. Ya pili nitashukuru wamama wa VSLA. Nafikiri VSLA imekuwa 47. Wakati tunasema tuko kabila 47 county, tutakuwa na 48 county. County moja itakuwa ni ya VSLA kwa kila county 7 ya county ya Kenya. Ya pili nitashukuru pia viongozi wale wa VSLA ambaye ni chairperson, record keeper, pia box keeper, money counter 1 na money counter 2 kwa kushika hii box wakati ya muda mrefu. Na hii kitu ni amana. Wakati inakuja kwa nyumba yako inakuja ikiwa kama amana na unaweza kushikilia vile unashika boma yako. VSLA
VSLA. Katika hafla hiyo, wanachama wa kikundi cha Jua Kali Nyirinyiri waliweza kugawa shilingi zaidi ya milioni 1 ambazo walikuwa wameweka katika kipindi cha mwaka mmoja kupitia mfumo wa VSLA. Kwa majina mimi naitwa Kuresha Bile. Nashukuru siku ya leo, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kazi ambayo tunafanya siku ya leo. Hii kikundi ambaye ina share out leo ni Nyirinyiri Jua Kali, na nimeshukuru. Hii ni share out ya pili. Share out ya last year pia ilikuwa nzuri, lakini hii ndio nzuri zaidi kuliko ya last year, kwa sababu pesa ambayo wameweza kusanya mwaka huu na wakaweza kushare out ni 1.12, na hiyo ni kumaanisha kwamba wameona umuhimu ya VSLA na wameona umuhimu ya kufanya kazi pamoja, ili wakaweza kuincrease pesa zao ya last year, ikakuwa mwaka huu ni pesa mingi kuliko last year. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.